Je, ushawahi sikia nadharia au mfumo wa umaksi, kwa kimombo Marxism, na ukawazia maana yake? Mwaka wa 1848, 1848, kule Berlin, Ujerumani, palichapishwa manifesto ya wakomunisti, ikiandikwa na mwanafalsafa Karl Marx na Friedrich Engels. Manifesto hii hufupishwa kwa msemo huu: wafanyikazi wote duniani tuungane, hatuna cha kupoteza ila minyororo yetu. Kwa kimombo, workers of the world unite, we have nothing to lose but our chains. Leo hii tunaiangazia falsafa moja iliyotikisa ulimwengu kwenye karne mbili zilizopita, kubadili mifumo ya kiuchumi na kuongoza maisha ya karibu theluthi moja ya binadamu wote katika karne iliyopita. Katika kutanguliza nadharia hii, pana swali muhimu: je, umaksi ni nini hasa? Kwa kifupi, umaksi ni falsafa inayojikita kwenye uyakinifu wa kihistoria, kwa kimombo historical materialism, yaani mtazamo kwamba hali halisi ya kimaisha na kiuchumi ndiyo inayounda jamii. Mtazamo huu unalenga kuleta maendeleo ya haraka kwa kuanzia kwenye eneo la uchumi, kwani uchumi ndio msingi wa mahusiano yote ya wanadamu. Lengo kuu la umaksi halijawahi kubadilika: ni kuondoa matabaka katika jamii, yaani a classless society, na kuleta usawa kamili kati ya binadamu wote. Na njia ya kufikia hapo ni ipi? Kulingana na Wamaksi, ni kuwapa nguvu na uwezo wanyonge ili waungane, wadai haki zao, na kuleta mapinduzi dhidi ya wale wanaowadhulumu na kuwanyonya, exploitation. Waanzilishi na asili ya falsafa hii ni akina nani? Kama nilivyosema hapo awali, ili kuelewa umaksi inabidi turudi nyuma hadi katikati ya karne ya 19, katikati ya mapinduzi ya viwanda huko Ulaya, yani Industrial Revolution. Wakati huo viwanda vilikuwa vikishamiri, lakini wafanyikazi walikuwa wakiishi katika umaskini mkubwa, huku wamiliki wa viwanda wakipata utajiri wa kufuru. Katikati ya mazingira haya ndipo walipoibuka wanafalsafa wawili kutoka Ujerumani, Karl Marx na rafiki yake wa karibu Friedrich Engels. Wawili hawa walianza nadharia ya umaksi wakiwa Ujerumani, lakini wakahamia muungano wa ufalme kule London. Jina umaksi linatokana moja kwa moja na jina la Karl Marx, ambaye alikuwa mwandishi na mfikiriaji mkuu wa nadharia hii. Marx aliweza kufuata nyayo ya wanafalsafa wengine wa Ujerumani wa enzi ya kutaalamika, yani the Age of Enlightenment au the Age of Reason. Mifano ni pamoja na Arthur Schopenhauer, Wilhelm Hegel na Immanuel Kant. Marx na Engels walitazama jamii na kuona kwamba kimsingi kuna matabaka mawili makuu yanayopingana. Kwanza kuna mabepari au bourgeoisie. Hawa ni wamiliki wa viwanda, ardhi na mitaji, yani capital. Pili kuna wafanyikazi au proletariat. Hawa hawana njia au mbinu za uzalishaji, yani means of production. Chanzo chao pekee cha riziki ni kuuza nguvu zao za kazi, yani commodification of labor. Chini ya mabepari pia kunao wafanyakazi ambao hunyanyasa wenzao wakitumai kuwa mabepari siku moja. Kwa kawaida wanajulikana kama mabepari chwara au kwa kimombo petty bourgeoisie. Kwa upande wa wafanyakazi, wale walio maskini zaidi na wanaofanya kazi za mashambani wanajulikana kama wakulima wadogo, yani peasants. Je, kuna mifano ya kila siku jinsi umaksi unavyotazama dunia? Ili kuelewa hili vizuri, hebu tuchukue mifano michache ya maisha ya kila siku. Mfano wa kwanza ni kiwanda cha nguo. Fikiria kiwanda kikubwa cha nguo. Mfanyakazi anatengeneza shati linalouzwa kwa shilingi 50,000. Bila shaka hela za Tanzania, Kenya labda 3,000 hivi. Tuendelee. Mwisho wa siku mfanyakazi huyo analipwa 5,000 tu kama mshahara wa siku nzima, pesa za Tanzania. Marx alisema ile faida kubwa inayobaki, yani surplus value, inaenda kwa mwenye kiwanda ambaye hakutoa jasho la kutengeneza shati hilo. Huo ndio unyonyo au exploitation unaozungumziwa na umaksi. Wazo la umaksi ni kwamba wafanyikazi wenyewe ndio wanaopaswa kumiliki kiwanda hicho na kugawana matunda ya kazi yao kwa usawa. Mfano wa pili ni kwenye sekta ya kilimo. Fikiria wakulima wadogo wanaolima mashamba usiku na mchana, lakini ardhi yote kubwa inamilikiwa na tajiri mmoja wa mjini kule Dar es Salaam au Nairobi, ambaye anawapa ujira mdogo mno. Umaksi unahimiza wakulima hao kuungana, kuiondoa mamlaka hiyo
na kuifanya ardhi kuwa mali ya umma ili kila mmoja afaidike kulingana na mchango wake, to each according to his needs. Katika karne ya 20, wazo hili la umaksi lilivuka mipaka ya vitabu vya falsafa na kuwa mfumo halisi wa kisiasa na kiutawala. Viongozi mbalimbali duniani walichukua mawazo ya Marx na kuyabadilisha kulingana na mazingira ya nchi zao. Nchini Urusi, Vladimir Ilyich Lenin aliongoza mapinduzi ya Oktoba mwaka 1917, yani October Revolution, na kuunda dola la Kisovieti, the Soviet Union au USSR. Pamoja na viongozi wengine kama Leon Trotsky na baadaye Joseph Stalin, waliendeleza falsafa hii. Nchini Urusi na nchi zilizotawaliwa na wakomunisti, mabadiliko haya ya mafundisho ya Marx yaliitwa umaksi ulenini, yani Marxism-Leninism, na ikawa itikadi rasmi ya serikali. Huko bara la Asia, Mao Zedong alichukua umaksi na kuutumia nchini China, akitwaa mamlaka mwaka wa 1949, miaka minne baada ya kukamilika kwa vita vya pili vya dunia. Mao alizingatia zaidi wakulima wa vijijini, peasants, badala ya wafanyikazi wa viwandani pekee. Katika kipindi hiki, falsafa hii ilienea kwa kasi sana na kuathiri siasa za Asia, Ulaya Mashariki na hata maeneo mengi ya Afrika na Amerika ya Kusini. Kwenye bara la Afrika, nchi kama Tanzania na mfumo wa ujamaa uliojikita kwenye mtazamo wa umaksi na kuwa aina ya usoshalisti wa Kiafrika, Uhabeshi, yani Ethiopia, Guinea na kadhalika, waliendesha mifumo ya kisoshalisti iliyokaribia umaksi. Kwenye Amerika ya Kusini, Cuba ikiongozwa na Fidel Castro na rafikie Argentina Ernesto Che Guevara, jina la utani El Che, walifahamika sana kwa mfumo wa umaksi. Mataifa kama Guatemala chini ya Jacobo Arbenz, Nicaragua kwenye vita vya wasandinista dhidi ya Contras, Panama chini ya Omar Trujillo na wengineo walikuwa na mifumo ya serikali yaliyozingatia mafundisho ya umaksi. Hata hivyo, safari ya umaksi haikuwa bila changamoto kubwa. Mifumo mingi iliyofuata umaksi ulenini ilikumbwa na matatizo ya kiuchumi, ukosefu wa huru za kibinafsi, civil liberties, na utawala wa mkono wa chuma, yani an iron fist rule. Falsafa hii ilipata pigo kubwa mwishoni wa miaka ya 80 na mapema miaka ya 90. Baada ya ukomunisti kushindikana katika nchi za Ulaya Mashariki, Eastern Europe, ama the Eastern Bloc, mwanguko wa ukuta wa Berlin mwaka wa 89 kule Ujerumani ulizidisha kasi ya mwisho wa umaksi, na hatimaye msumari wa mwisho kwenye jeneza ukawa kusambaratika kwa Umoja wa Kisovieti mwaka wa 91. Baada ya hilo, mvuto wa umaksi kama mfumo wa utawala wa kisiasa ulipungua sana ulimwenguni. Leo hii, ingawa nchi chache bado zinajitambulisha na misingi hiyo kama vile Uchina, Korea Kaskazini, Kuba na Vietnam, umaksi unatazamwa zaidi kama zana za kimasomo ya kuchambua uchumi, matabaka na ukosefu wa usawa katika jamii. Kwa muhtasari, umaksi ulianza kama wazo la kutafuta haki na usawa kwa wanyonge kupitia mapinduzi ya kiuchumi na kisiasa. Ulibadili sura ya dunia katika karne ya 20, na ingawa nguvu yake ya kisiasa imepungua hivi leo, mijadala kuhusu matabaka na usawa wa kiuchumi bado ina mwangwi wa mawazo ya Karl Marx, the echoes of Karl Marx. Umekuwa ukitazama Nubianometry Podcast. Asante sana kwa kutazama video hii. Je, unadhani nadharia ya umaksi bado ina ukweli wowote katika uchumi wa leo? Acha maoni yako hapo chini kwenye eneo la maoni, na usisahau kujiunga nasi wakati mwingine. Tokea Nairobi, alamsiki.